Hii sio ya CCM peke yake, ila sisi tunaongoza na tunataka kuongoza jamii ya Watanzania wachukie rushwa. Sisi tunaamini rushwa haiwezi kumbalizwa na TAKUKURU. TAKUKURU sinakaa inangoja taarifa, inafanana na mahakama tu. Kama hakuna kesi inaenda mahakamani, jaji anafika anakaa, kwa sababu amekuja kazini, lakini kazi ndio haipo. Sasa TAKUKURU peke yake haitaweza, lakini tumesema lazima tuanze culture ya kufundisha vijana wadogo juu ya maadili ya nchi yao. That's where we went wrong. Sisi huko nyuma huko, of course jamii imebadilika sana sasa hivi, lakini sisi rushwa haikuwa hoja yetu. Mimi niliingia bungeni bila kumpa mtu shilingi hata moja. Nilichokuwa nacho mfukoni kwa shilingi 1500. Si unajua 1500? Ndio nilikuwa nayo. Naenda kugombea ubunge na 1500. Tena 1000 ya kukopa. Nilikopeshwa na 5 na mwenyekiti wangu, nilikuwa katibu mtendaji wa 5 mimi. Mwenyekiti wangu kaniambia unaenda kwenye uchaguzi, ngoja tukupe shilingi 1000. Nikasaini. Kwa mshahara wangu kwa 500 nikapata mkopo 1000, nikapata 1500, nikaandika, nikachaguliwa. Sasa hebu niambie, walionichagua kweli ungegawa 1500 shilingi ngapi? Kwa hiyo ni mambo yanabadilika sana. Lakini tunaelewa rushwa is a problem. Tunaikiri sio kwa ajili ya uchaguzi wetu ndani, lakini vile vile ndani ya nchi. Ndani ya nchi, kwa sababu madhumuni yetu vile vile ya chama chetu kuona kwamba katika nchi yetu hakuna aina yoyote ya dhuluma, vitisho, ubaguzi, rushwa, uonevu au upendeleo. Ni madhumuni ya chama cha TANU. Sasa madhumuni na utekelezaji wake katika mazingira tofauti inakuwa ngumu, lakini focus ni hiyo hiyo, kwamba lazima tuishirikishe jamii ichukie rushwa. Unajua rushwa is a serious pandemic, kwa sababu wewe ndio unayenipa mimi rushwa, mimi napokea, lakini mimi na wewe tunakubaliana tunyamaze. Mimi nimepokea, wewe umetoa. Mimi siwezi kwenda kuambia wamenipa rushwa, hapana, lakini wewe unaweza kimya unaweza kusema, lakini nilienda kwa makamu nikampa rushwa akapokea. Sasa unawapa wengine nafasi ya kuuliza, lakini makamu huyu ulionana na watu tarehe fulani. Sasa kama wote wanatoa na kupokea rushwa, alafu wote hawasemi, it's a very serious problem. Kwa hiyo tunataka tushirikishe jamii ichukie rushwa, kwa sababu wale wanaotoa wote hawapendi. Wacha hayo mambo ya uchaguzi, lakini unaenda hospitali kwa mfano, unataka kupata dawa na unazungushwa na unaambia huwezi kupewa mpaka upate nini, utoe nini, pesa. Sasa sio kwamba unapenda kutoa, unapenda kupona tu. Unaelewa? Unapenda kupona. Sasa unasema sasa niamue, niwe mzalendo nife au nitoe nipone. Wanakupa mfano tu. Au naenda polisi, wanakutia ndani. Wengine wanasema bila sababu au kwa sababu yoyote ile. Wanakuambia hakuna dhamana mpaka utoe, na unataka uhuru wako. Sasa unatoa. Lakini kama unatoka afu unanyamaza, unahararisha. Lakini ungelitoka afu ukaenda kutoa nini, taarifa, yule mwingine angekuwa na mashaka kama wamekuja kumuuliza kweli hapa watu walikuwa hapa wametoka wamelipa hela. Asema kumbe habari inafika. Na kama mko wengi haiwezi kujua kama ni wewe yule alisema. Lakini ukinyamaza ni cover up. Watu wanakuwa encouraged kupokea. Kwa mimi ulinisikia nasema ukubunda. Nilikuwa nawaambia jamii lazima tukubaliane kuchukia nini? Rushwa ya aina yoyote. Kwa sababu rushwa ni problem kubwa. Halafu ni hasara.
Kuna rushwa hizo ndogo ndogo za hospitali, za polisi, za mahakamani, lakini kuna rushwa kubwa ambazo mtu anapewa tenda ya kutengeneza barabara. Yeye anataka kupata faida ya 10%, lakini anayempa tenda na anataka 10, kwa hiyo inakuwa 20. Sasa huyo mkandarasi atengeneza barabara hafifu, atamaliza, lakini badala ya kuweka rami nzuri ataweka rangi. Baada ya mwaka miwili mitatu, you have no road. Kwa hiyo corruption inafanya value ya development inakuwa chini sana. Kwa hiyo ni problem kubwa, lakini haiwezi kumalizwa na chombo kimoja. Lazima jamii yote ichukie. Haiwezi kumalizika yote kabisa kwa mara moja, lakini unaweza ukapunguza kasi yake. Rushwa ni problem.